Naitwa Nixon Maleko, ni mwanasheria natokea Wizara ya Katiba na Sheria. Pamoja na mimi niko na timu ya wanasheria wenzangu ambao tumekuja katika mkoa wa Arusha kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, maarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign. Tuko hapa tangu tarehe 28 mara baada ya uzinduzi, na timu za wataalamu zilikuwa zikiendelea na utekelezaji wa kampeni hii katika halmashauri zote 7 za mkoa wa Arusha. Kwa hivyo tukiwa katika utekelezaji wa kampeni hii, tulipata malalamiko kutoka kwa mama na binti yake. Hapa binti wanaitwa Neema, kuhusu kubadilishiwa mtoto mara baada ya kuwa amejifungua katika hospitali ya Mount Meru. Baada ya kupata malalamiko hilo, timu ya wataalamu ilienda kumtembelea binti Neema na kuweza kusikia kutoka kwa upande wake namna ambavyo ilivyokuwa, na vile vile tuweza kumsikia mama yake ambaye ni binti wa Neema, ambaye yeye ndiye alikuwa akimshirikia Neema kwa karibu sana wakati akiwa hapo hospitalini kwa ajili ya kujifungua. Na tuliweza baada ya kuwa tumemsikiliza na kutueleza kwamba alijifungua mtoto wake wa kike akiwa na afya njema na ametimia, kwa maana zile siku za kutakiwa kwenda kujifungua mtoto kuzaliwa, akiwa hana shida aina yoyote, na mtoto alikuwa na kilo 3.6. Lakini akiwa anaendelea na matibabu odini, alipata kuweza kuona kwamba amebadilishiwa mtoto. Yule aliyeletewa alikuwa si yule ambaye alionyeshwa awali, na alikuja huyo mtoto aliyebadilishiwa alikuja na mavazi tofauti na yale ambayo ni ya mama wa mtoto, kwa maana binti Neema. Kwa hivyo alipokuwa ameona hayo, aliweza kumhoji au kumuuliza yule mhudumu, kwa maana muuguzi, ni kwa nini amebadilishiwa mtoto. Muuguzi yule nadhani alimtaja kwa jina la Glory, alimwambia samahani, alimtaka radhi na kumwambia kwamba alichanganya. Kwa hivyo akaenda sasa kufanya mabadiliko tena. Watoto ambao walikuwa wamezaliwa kwa siku hiyo walikuwa ni watoto, hapana, si kwa siku hiyo, kwa maana ya watoto walikuwepo pamoja na yule Neema alikuwa ni watoto watatu, wote wakiwa na jinsia ya kike. Kwa hiyo nesi alienda kubadilisha mtoto ambaye pia alipomletea Neema hakuwa ameridhika kwamba ni mwanae. Kwa hiyo hayo sasa ndio yaliyokuwa yametokea, na mama kwanza kuyafuatilia, kwa maana mama wa binti kuweza kuwafuatilia kwa ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, ambapo walijibiwa kwa kadri ambavyo walijibiwa, lakini hakuwa bado hakuwa ameridhika na majibu ambayo alikuwa amepatiwa, na kuweza sasa kulalamika kwenye vyombo mbalimbali, na hatimaye sisi kama timu ya utekelezaji wa msaada wa kisheria kuweza kufikiwa na hilo lalamiko, na tukaamua kuchukua hatua za maksudi, kwa maana kwenda sasa nyumbani kwa Neema kama tulivyoenda. Na baada ya kuwa tumeshamsikia, ili tulazimu pia kufika hospitalini hapa, hospitali ya Mount Meru, kwa ajili ya kusikia upande wa uongozi wa hospitali wenyewe unasemaje kuhusiana na hilo sakata ambalo limetokea. Tumefanikiwa kuonana na Dr. Mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, ambaye naye kwa upande wake ametueleza tukiwa pamoja na wahusika, kwa maana Neema na pamoja na mama yake mzazi, na alivyokwisha kutueleza aliyotueleza, kwa sababu pia tayari taarifa imeshatolewa na Wizara ya Afya kwa maana ya kutaka hatua zichukuliwe, na tayari daktari pia ametuambia hatua hizo zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli zimechukuliwa kwa maana kwenda kupima vinasaba kati ya watoto wale watatu ambao walikuwa wamezaliwa akiwa miongoni na mtoto yule wa Neema, ili kuweza kwenda kujua mama husika wa mtoto husika ni yupi. Kwa hiyo zoezi hilo lipo kwenye mamlaka husika, linafanywa kazi, lakini pia mtumishi aliyefanya hicho ambacho amekifanya kama kinavyolalamikiwa na Neema, naye pia ameshachukuliwa hatua, kwa maana kusimamishwa kazi na kupisha uchunguzi, na hata hivyo amesharipoti kituo cha polisi ambapo upelelezi kule unaendelea, na ikiwa pia nasubiriwa hiyo taarifa ya vinasaba kuweza kufanyika na kutoka kuweza kujua nini ambacho kimejiri au kinaendelea. Kwa majina naitwa Sabrina Andrea, mkazi wa kata Daraja 2 mtaa Ndaruvoi. Pia nashukuru Manara TV walipotufikia nyumbani, kwa kweli wameonyesha moyo wa kishujaa, wa kishupavu, kwamba vyombo wanavyovimiliki wanavifanyia kazi kwa ajili ya wananchi, sio kama wale
ambao mwanzo walifika na walishindwa kusambaza taarifa zetu. Kwa hiyo nawashukuru sana Manara TV, Star Swahili Media pamoja na Miladi Ayo kuchukua kilio chetu na kukirusha kwa wananchi na pia kumfikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Christian Paul Makonda pamoja na viongozi Wizara ya Afya popote walipo Dodoma, Arusha na Dar es Salaam, wote wamejumuika nasi kuvaa viatu vyetu na kuonesha moyo wa kishujaa kujumuika nasi. Kwa hiyo ombi langu kwenu nyie vyombo vya habari, mfikishe sauti yangu tena kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwamba watoto wote waliozaliwa siku hiyo wafanywe DNA, kwa sababu kwa wale waliopima gramu zao zinafanana na mtoto wetu alikuwa ana kilogramu 3.666 na kati ya wale hakuwepo. Kwa hiyo nimebaki na sintofahamu kujua huyo mtoto imekuwaje mpaka kutupa mtoto njiti, na hili hali mtoto wangu alikuwa na ujauzito wake ulikuwa na wiki ya 39. Kwa hiyo hakuwa na mtoto njiti. Namuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mama yetu, mkuu wa mkoa, tunaomba msimamie swala hili na tuweze kumpata mtoto wetu mwenye kilo 3 na gramu 666. Kwa majina naitwa Sabrina Andrea, mkazi wa kata ya Daraja Mbili, mtaa Ndaruvoi. Pia nashukuru Manara TV walipotufikia nyumbani, kwa kweli wameonesha moyo wa kishujaa wa kishupavu kwamba vyombo wanavyomiliki wanavifanyia kazi kwa ajili ya wananchi, sio kama wale ambao mwanzo walifika na walishindwa kusambaza taarifa zetu. Kwa hiyo nawashukuru sana Manara TV kuchukua kilio chetu na kukirusha kwa wananchi na pia kumfikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Christian Paul Makonda pamoja na viongozi Wizara ya Afya popote walipo Dodoma, Arusha na Dar es Salaam, wote wamejumuika nasi kuvaa viatu vyetu na kuonesha moyo wa kishujaa kujumuika nasi. Kwa hiyo ombi langu kwenu nyie vyombo vya habari, mfikishe sauti yangu tena kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwamba watoto wote waliozaliwa siku hiyo wafanywe DNA, kwa sababu kwa wale waliopima gramu zao zinafanana na mtoto wetu alikuwa ana kilogramu 3.666 na kati ya wale hakuwepo. Kwa hiyo nimebaki na sintofahamu kujua huyo mtoto imekuwaje mpaka kutupa mtoto njiti, na hili hali mtoto wangu alikuwa na ujauzito wake ulikuwa na wiki ya 39. Kwa hiyo hakuwa na mtoto njiti. Namuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mama yetu, mkuu wa mkoa, tunaomba msimamie swala hili na tuweze kumpata mtoto wetu mwenye kilo 3 na gramu 666. Fauzia Mustafa ni wakili, lakini kwa leo natokea kwenye kampeni ya msaada wa sheria kwa almaarufu kama Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo kwa sasa iko hapa mkoa wa Arusha. Leo katika utekelezaji wa majukumu yetu tulikutana na jambo hili, tulipata lalamiko na baada tu ya kulipokea tuliamua kulifanyia kazi kwa uharaka. Tulipofika kwa mama huyu ambaye anaishi na binti yake, tulipata nafasi ya kumsikiliza lalamiko lake kwa kina, ambapo alituelezea haswa kilichotokea kwa binti yake huyu. Na kama ambavyo tulielezea awali kwa ufupi ni kwamba malalamiko yao ni binti yao huyu wakati wa kujifungua wanahisi kwamba alibadilishiwa mtoto ambaye alijifungua. Kwa hiyo mara baada ya kuwasikiliza, kwa kweli sisi kama timu nzima ya wataalam tuliguswa sana kwa namna ambavyo familia hii ilivyokuwa imeumia, ilivyo ina machungu, kama kweli kitu hichi kilifanyika. Na tuliona kuna umuhimu sasa wa kufika hospitali husika ambayo inalalamikiwa ili kuweza kupata habari kwa upande wa pili ya nini ambacho kilijiri. Na tulifanikiwa kuonana na mfawidhi, daktari mfawidhi wa hospitali hii ya Mount Meru, ambaye naye kwa ufupi alituelezea jambo ambalo lilijiri. Na kwa kuwa sasa jambo hili limeshafika ngazi ya Wizara ya Afya,
kwake yeye ingekuwa ngumu kuendelea kutuelezea kwa kina ni nini ambacho kinaendelea au ni nini ambacho kilitokea, kwa kuwa sasa yeye hawezi akawa tena ni msemaji. Na kwa maelezo ambayo alitupatia sisi yalitosha kutupa mwanga wa hatua gani zimeshachukuliwa na nini cha kufuata baada ya hapo. Na tuliweza kugundua kwamba kuna hatua za awali ambazo zilichukuliwa kama kumsimamisha kazi muuguzi huyu ambaye analalamikiwa, lakini vile vile tumepata taarifa kwamba vinasaba vilikuja kuchukuliwa na ofisi ya RPC, na kwa sasa tunasubiria majibu ya vinasaba hivyo.